sana kwa sababu ya nyinyi ambao mmekuja kushikilia hizi jamii. Awo ngoya mune noko chukobwana kuno mchina picho engaine tapchi. Na tunaamini ya kwamba itakuwa siku ya baraka. Ngoi petuti na babara tete. Kwetu sisi. Eneche. Na kwa wewe. Age ninyi aginye. Na kwa wale ambao wamefanya kusudi hapa siku ya. Age pichi kaya ige bwarai ni leo. Na zaidi ya yote. Amnesira tukul. Tutabarikiwa kupitia wewe. Kiberure chiko kunyote tengaine tapchi. Ambayo Mungu ameandaa kupitia mtumishi wake. Chukabo chapcho bangi bochonde nyi. Kwa hivyo ningependa kufungue moyo wako. Nota kibumate kila sunchu hoba. Ili ya kwamba ukapokea makusudi yake siku ya leo. Asuko bitko yai ago ipetut nemye nagararan. Hata kama tunakuja kusherehekea. Ago tingapton gebwan kilos ki boybanchi. Pia tumekuja kusikia Mungu anataka nini kuhusu maisha yetu. Kugagibwan kegas kele negi ne machoba esobenyon. Na maandiko yanasema ya kwamba Aga mongoliotap choba gole. mahali watu wawili ama watatu wamekusanyika. Ole mio engwana ngosomok. Mungu yuko pamoja nasi. Omi choba kwene tabiche. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Sogia nigele mi choba kubatech. Wataenda kutubariki katika jina la Yesu. Ago giberure chenga ine tapche. Kwa hivyo sisi tumetoka Nakuru. Kage abu kwa mastab na Nakuru. Ili ya kwamba tukupatiwe baraka kwa sababu ya hizo jamii. Kagibwan ago mutwe choba munen family ni. Kwa hivyo naitwa Ann. Nota Naitwa Ann. Kiguren pasta an dada an. Na ningeokoka na Kristo ni Bwana. Cheso ko kiptaya. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba tusimame. Amachege tonon kibagenge. Hatutachukua muda mrefu kwa sababu nimeambia masaa imeenda sana. Wagibe kasartene ko ya mungu ko beksaise ko. Ningeomba tusimame tuweze kumkaribisha mtumishi wa Bwana kibagenge. ili ya kwamba aweze kutupatia neno na tuendeleze Asigendai ko jota. Chukuba agache ko kone ngoliote ngaine tapchi. ambayo imebakia ama imesalia mbele zetu. Ndiga ko kone chako komute chako ilikuwa kungete program ngaine tapchi. Tunaamini kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Mamwe ya mungu kibocho tapchi ko. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya wakati na muda ambao umetutendea ili ya kwamba tukasikia mahusia yako na kusudia yako nchini wa leo. Tunazidi kunyenyekea mbele zako tukiomba msamaha wa dhambi, utusamehe na ili ya kwamba ukapata nafasi katika mioyo yetu ili ya kwamba unapotunenea Bwana hilo linaweza kukusaidia katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba mtumishi wako anaposimama, tunamwombea mafuta mabichi, tunamwombea nguvu mpya, ili ya kwamba atakaponena makusudio yako Bwana ikifikie kama vile ilivyo mapenzi yako katika jina la Yesu. Hata naye tunamwombea nguvu atakaposimama hata na kuhudumu. Roho wa Bwana umsaidie na umwelekeze kwa utukufu wako. Na katika ibada yote ambayo tutakuwa pamoja Bwana, pia umpe hekima na maarifa kwa sababu ni Mungu na hakuna kama wewe. Na katika jina safi na tukufu la Kristo Yesu tunaomba. Amen. Karibu sana, tumkaribishe kwa makofi mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Mimi ningeomba nitengenezewe hii microphone kwa sababu wakati nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii amenipatia niweze kuja hapa siku ya leo katika mnaita Sumweka ama wapi detail Kisumeke, si ni hivyo? Mimi ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii amenipatia, na nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu Mungu amenipatia nafasi ya kuja hapa siku ya leo. Nilikuja hapa siku ya jana na Mungu amenisaidia, na ninaamini ya kwamba ni mpango wake niweze kufika hapa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa niombe baadaye niendelee katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Ninasema ni asante kwa sababu ya nafasi hii umenipatia ya kuleta neno lako. Naamini ya kwamba watu hawa wananitazama watabarikiwa, na wale wananisikiliza na jina lako litainuliwa na jina lako litatukuzwa. Lile neno umenipatia hapa siku ya leo liwe la baraka na liweze kuinua mioyo na maisha ya kila mmoja atanisikiliza leo na hata siku zile zingine zinakuja katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya uwepo wako. Kila jambo ambalo hupangwa katika uso wa dunia, hakuna jambo huwa linapangwa bila wewe kujua. Na mimi ninakabidhi mkutano huu mikononi mwako, na ninaomba Roho Mtakatifu akapate kutawala na nguvu za Mungu zikapate kutawala katika jina la Yesu. Wacha ibada ya leo ikapate kuwa ni ibada ya baraka,
Na kila mmoja aliye hapa atakapokuwa natoka atasema nimemuona Bwana katika jina la Yesu. Tuongoze mpaka tutakapokamilisha, tuongoze mpaka tutakapofika tamati katika jina la Yesu. Uinuliwe Bwana na uhimidiwe, na ni katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen. Nashukuru Mungu nimepata nafasi ya kualikwa na niweze kufika mahali hapa siku ya leo, na niko na furaha sana ninapowaona katika jina la Yesu. Simunifanya hivi katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana na Mungu aweze kuwatendea mambo mazuri. Pia nimekuja na mke wangu na rafiki yangu mahali hapa. Kwa hivyo pia ninasema wabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Tuwapigie makofi mazuri. Leo ninataka kuongea kuhusu ndoa kwa dakika chache, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa kila mmoja wetu aliye hapa. Mimi nimemjua dada Feni kwa muda ambao sio mrefu sana, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu vile ambavyo ametuunganisha na yeye nimebarikiwa, na hata amekuwa baraka kwa huduma yetu. Na hata aliponiambia ako na hili jambo wakiwa na mume wake pamoja na ile familia, nikasema nitaweza kuungana pamoja na wao siku ya leo ili tukaweze kuwa baraka katika jina la Yesu. Kila siku jua ni ya kwamba mkutano huu kumbe ulikuwa umepangwa mkutano mkubwa namna hii, na mimi ninashukuru Mungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwetu harusi watu wanaingia saa 4 na kanisa imejaa watu wamekaa nje. Lakini hapa tunashukuru kwa sababu Mungu alikuwa amepangilia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuongea kidogo kuhusu ndoa. Kuhusu nini? Ndoa. Kuhusu ndoa. Na kitu ya kwanza ninataka uelewe ni ya kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Ama ni idea iliyotokana na Mungu. Kila mtu tunasikia hiyo lugha? Ni mpango uliotokana na Mungu. Kwa hivyo ndoa haikuanzishwa na mwanadamu, lakini ndoa ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Na ndiposa tukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo 2 kuanzia 18, utaona jinsi Mungu alivyokuwa na mpango mzuri, na ndiposa akaanzisha ndoa. Na ndoa ulikuwa ni mpango wa Mungu wa jinsi ambavyo atakavyojumuisha hata watu katika dunia hii. Na ndiposa katika shamba lile la Edeni akainua kuwe na mume ambaye alikuwa anaitwa Adam, na akarudi baadaye akainua Hawa, kwa sababu ilikuwa ni mpango wake watu hawa watawale dunia, waitiishe dunia na wasaane, waongezeke, ulimwengu uwe na wanadamu ambao watamtumikia na kumwabudu Mungu katika maisha yao. Lakini hata kama Mungu aliweka mwanadamu katika shamba la Edeni ikiwa ni mpango wake, tunaona baadaye mwanadamu alijiondoa yeye mwenyewe katika shamba ama bustani la Edeni. Kwa hivyo Mungu ni mpango wa Mungu ya kwamba kuwe na ndoa. Ijapokuwa mwanadamu ni yeye alikuja kuharibu mpango wa Mungu kwa sababu ya dhambi, Mungu alikuwa na mpango wa dunia hii tangia bustani la Edeni. Lakini tunaporejea hapa tutaona ya kwamba Biblia inasema katika Mwanzo 2 mstari wa 18, Bwana Mungu akasema hivi, sio vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi anayefanana na yeye. Baada ya Mungu kuumba Adam, akaangalia akaona huyu mtu ameboeka sana katika shamba la Eden. Huyu mtu ninahitajika nimuumbie msaidizi yule ambaye atakuja awe anamsaidia ili asiwe peke yake katika bustani aweze kuboeka na kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Biblia Mungu nasema ya kwamba Mungu akafanya mpango, akasema ya kwamba sio vema mume awe peke yake. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akamfanyishia kutoka kwa ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamlete Adamu ili aone atawahitaji kila kiumbe hai jina aliloliita Adamu, ndilo jina lake. Adamu akawapa majina ya kila mnyama na wa kufugwa na ndege wa
wa angani, lakini hakukuonekana la kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Baada ya Mungu kuumba wanyama, bado akaangalia akaona mwanadamu bado kuna kitu kimepungua katika maisha yake. Hata kama nimeumba wanyama, ninataka wapatie majina, ni kweli, ni vizuri, lakini huyu jamaa anakaa peke yake. Kwa hivyo hawezi kukua complete akiwa peke yake. Na ukisoma Genesis 22 inasema, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamlete Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama zangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili mmoja. Si unaona? Mpango wa Mungu katika bustani la Edeni, mpango wake alimuumba kwanza mwanamume ambaye alikuwa anaitwa Adam. Na baada ya kuunda Adam na kuumba wanyama, akaona sio fema huyu mtu awe peke yake, nitamletea msaidizi. Na ndiposa wakati Adamu alilala, Mungu akatoa ubavu mmoja katika upande wake, na baadaye akaumba mwanadamu mwingine ambaye alimuita Hawa. Na wakati Adamu alimtazama mke wake, akasema huyu ni nyama ya nyama zangu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba mstari wa 23, huyu ni nyama za nyama zangu, ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa kwa mwanaume. Kwa hivyo Mungu akatoa ubavu wa Adam na baadaye akaumba mwanamke. Baada ya kuumba mwanamke, Biblia inasema ya kwamba mtu atawacha mama yake, atawacha baba yake, waungane waweze kuwa mume na waweze kuwa mke. Kwa hivyo hakuna chochote kinaweza kutusuilia katika dunia hii, kwa sababu ndoa ni mpango wa Mungu. Na ndiposa mnaona ndoa inapitia changamoto nyingi, kwa sababu ilianzishwa na Mungu. Lakini ukweli ni kwamba hata kama kunakuwa na changamoto nyingi katika ndoa kati ya mume na katika mke, hakuna siku ndoa itakosa kufanyika, kwa sababu sio mpango wa mwanadamu, lakini ni mpango wa Mungu. Na kilichoasishwa na Mungu lazima kistahimili kila dhoruba na kila mawimbi, mpaka ifike mahali ya kwamba hata mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna dhoruba na hakuna shida itasuilia ndoa siweko katika uso wa dunia. Lakini kile kinafanya mnaona watu wanapata changamoto katika ndoa zao, ni kwa sababu ndoa sio mpango wa mwanadamu, ni mpango wa Mungu. Kwa hivyo ili ndoa sisimame, ili mke na mume waishi katika maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya kupendana, maisha ya kuchukuliana mzigo na mmoja na mwingine, ni wakati watahusisha Mungu katika ndoa zao. Lakini ndoa zinakuwa na shida, watu wanalia, watu wanaumia katika ndoa zao, kwa sababu hata kama ni mpango wa Mungu, hawahusishi Mungu katika ndoa zao. Wewe unanikasama siku ya leo, ukitaka kufanikiwa kwa ndoa yako, lazima uhusishe Mungu, kwa sababu ndoa ni mpango wa Mungu. Kama unataka kuona ukifaulu, ukiwa na amani, ndoa yako ikiendelea, ndoa yako ukilala bila stress na bila changamoto, hata sikikuja hizo changamoto kuna neema ya kustahimili, ni wakati utakubali kuhusisha Mungu kwa ndoa yako. Lakini wengi leo hawataki kuhusisha Mungu kwa ndoa zao. Wanataka mtu aamuke leo, wanataka mtu aamuke leo alete mke kesho. Mtu anataka aoe leo atupe bibi, kesho tena aende alete bibi mwingine. Lakini wakati tumeitwa na Mungu, lazima tubadilike na tukae katika mpango wa Mungu. Mungu hakuumba Adam na Eve akarudi akaumba Eve mwingine. Biblia inasema Mungu aliumba Adam na akaumba Eve. Sasa mpaka hapo tumefika. Kama wewe umesema uko na Cheroti na uko na Chepchimietich, tumefika wapi sasa? Kwa mpango wa Mungu hakuna kitu kama hiyo. Kwa mpango wa Mungu ni mke mmoja na mume mmoja, mpaka dunia irudi iishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndoa ni mpango wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Pia hapa hakuna ndoa ya Rono na Kiprotich. Ndoa ni ya mwanaume na mwanamke. Na ukisikia watu wanasema kuna ndoa ya dada na dada aba ndugu na ndugu, hiyo ndoa ishindwe, maana haiko katika Biblia. Ndoa ile iko katika Biblia ni ndoa ya mwanaume na mwanamke. Na hiyo ndoa ndiyo tunasimamia mpaka wakati Yesu atarudi. Kuja dhoruba, kuja changamoto, hiyo ndiyo ndoa tutakayosimamia katika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si kitu cha kwanza tumeelewana, ndoa ni mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndoa ni mpango wa Mungu. Na ndoa ukitaka ifanikiwe na uwe na amani katika ndoa yako, husisha Mungu. Jambo la pili, ndoa ni permanent. Ukiingia kwa ndoa hakuna lihaso. Maana kuna mtu leo anaingia kwa ndoa kwa sababu ya kujaribu. Mathayo 19 mstari wa 5 na 6. Ndoa ni permanent. Vile ambavyo ninakuja leo hapa kufanya, hatukuji hapa kubahatisha tena kesho tulete mke mwingine tuongeze. Kama hauko tayari, sema tusikuweke tusikuweke pete. Maana ile ndoa sisi tunasimamia ni ndoa ambayo ni permanent. Ndoa ambayo ukioa mtu ukiwa na miaka 20 mnasoeka naye mpaka anakaa hivi bana, ana mena anakaa hivi. Na wewe unakaa hiyo na yeye anakaa nini? Kwa sababu ndiyo mpango wa Mungu. Lakini hii leo unaoa huyu, leo unaoa huyu, wewe umetoa wapi hiyo kitu? Umetoa wapi hiyo maneno ya kubadilisha bibi? Umetoa wapi wa kuoa leo kesho ukiwacha? Umetoa wapi hiyo kitu? Biblia inasema ndoa ni permanent. Katika Mathayo 19 mstari wa 5 mpaka 6. Biblia inasema, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana na mke wake na watakuwa kitu kimoja. Hata wamekuwa si wa mwili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia jinsi gani basi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili, hakuna lihaso kwa marriage. Marriage ni permanent. Yes. Kama uko hapa na wewe ni kijana, kama uko hapa na wewe ni mzee na ulikuwa umepanga kubadilisha bibi, sasa mimi ninabadilisha hiyo mawazo. Maana sio mpango wa Mungu. Ndoa ni permanent. Ukioa unavumilia. Hata kama mtu anangorota, mnangorota na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama mtu hajui kupika vizuri, mnapambana na yeye mpaka ajue kufanya nini? Kupika. Kama mtu anaoga, mwanaume anaoga mara moja kwa mwezi, sasa wewe ndio utasaidia awe anaoga kila wakati. Maana hakuna kubadilika. Bwana asifiwe. Kama pia ni mtu ambaye ni goigoi hataki kufanya kazi, unapepeleza tu mpaka afanye kazi, utafanya nini na uwezo wake? Maana ulichukua yeye wakati ameng'ara na wakati anakuambia sasa mambo ni sawa. Ukiingia kwa nyumba ndio unajua sio sawa. Unajua hapa siko sawa. Unasema hapa siko sawa hapa. Hapa ni kama kuna mambo, kuna vile nilichezwa. Alikuonesha yako cash. Ukifika kwa nyumba anakuambia hakuna rabizi. Hakuna kitu ya kuku. Sasa unashindwa hii ni kutupa ama ni kufanya namna gani? Lakini Biblia inasema hakuna kutupa, ni kuendelea. Ni kufanya nini? Kuendelea. Kwa sababu hata kama anangorota utafanya nini sasa? Si anangorota tu na unafunika na blanketi unasema hii ni yangu mpaka Bwana asifiwe. Kitu kingine ambacho Biblia inatuambia, mtu atawacha baba yake na mtu atawacha nini? Mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini unafikiria Biblia inasema mtu atawacha mama yake na awache baba yake? Kwa sababu ukitaka kushinda katika ndoa, ni lazima wewe mzazi uko hapa ukubali kijana wako ameoa na ukubali msichana wako ameolewa. Usiwe vile wewe uliongoza nyumba yako, unataka na yeye aende kwake aongoze hivyo. Ninyi ni watu wawili tofauti. Unaweza kuwa wewe ni mzazi na umemlea vizuri kwa nyumba ya Mungu,
lakini tabia yake na tabia yako ni tofauti, na yule mtu walikutana na yeye ni mtofauti. Sasa wewe ukikaa kana kwamba unataka msichana wako afanye vile wewe ulikuwa unafanya, wakati mwingine inaweza kukosa kufanya kazi. Kile unaweza kufanya ni unamshauri na unamuombea na unamuachilia wafanye maamuzi kwa nyumba yao, kama baba na kama mke na kama mama. Si ndivyo? Unawacha mfanye maamuzi kama baba, afanya maamuzi kama baba na kama mama. Usikubali kuingilia ndoa ya watoto wako. Maana mwingine ameolewa na first born na yeye ni last born. Na unajua katoto kale sasa first born kakiingia kwa nyumba kanalaliaga baba namna gani? Kanalaliaga baba namna hii. Unakasema to. Sasa yeye akiolewa anafikiria akifika kwa mseni to mama umeingia. Sasa naye mzee unapata sio toto. Anamwambia mimi nataka chakula nipate zime. Sasa anaanza kuona kuna si anataka kurudi nyumbani ndio aambiwe na mama toto umeingia. Sasa akikuja kwako na wewe uchukue toto, utaharibu ndoa yake. Kile unahitajika, wacha wafanye maamuzi yao. Bwana asifiwe. Amen. Mwingine ni first born. Yeye amefanya kazi yote ya hii dunia kwa sababu yeye ndio amelea hao wengine. Ameoa huyo first born. Unaona kama wataendeshana vizuri. Yeye anataka akisema mipango ni hivi inakuwa ni. Sasa usipowapatia nafasi yao kama watoto wako ya kukua na kukuza ndoa yao, utaweza kupenda ya kwamba watengeneze ndoa kama yako. Wewe wacha uwe mfano, lakini usiwe unaamulia watoto wako. Patia watoto wako freedom. Patia watoto wako freedom ya kufanya maamuzi yao katika ndoa yao, katika jina la Yesu. Amen. Na ukiwapatia nafasi ya kufanya maamuzi yao, wataendelea na watafaulu. Maana kuna wengine wamezoea katoto karastibuni unakaralisha mpaka kwa kitanda, tena unakarudi. Bwana asifiwe. Akifika huko nani atambeba na msee anatoka kazi? Bwana asifiwe. Haya, jambo lingine, wakati tunafanya ndoa ama kuhusu ndoa, ni vizuri kuelewa mambo ya kulipa mahari. Tukipata kitu kingine, ni vizuri kuelewa wakati Mungu amekubariki na uko na mke, ni vizuri kupeleka mahari. Maana imekuwa changamoto kubwa kwa sababu unapata mtu amegonga miaka 15, mtu amegonga miaka 7, hajawahi enda kwa mke wake. Na Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso 6 ya kwamba mtu atawacha baba yake na atawacha tumesoma mtu atawacha baba yake na mama yake. Nao Biblia katika Waefeso 6 inasema ya kwamba ili upate heri duniani lazima uwaheshimu wazazi wako. Na njia moja ya kuheshimu wazazi wako, brother, si ninakuomba tu nipatie nafasi ya kuhubiri. Mimi niko sawa. Hii mambo ungefanya kabla sijakuja hapa. Nilikuwa hapa jana na nikawawacha hapa. So hiyo kazi yote ungefanya jana. Tuache tuendelee na mama ya kwamba utapata heri duniani na utafanikiwa katika maisha yako. Kwa hivyo wakati Mungu amekubariki na uko na mume na uko na mke, ni vizuri kupeleka mali kwa mke wako. Maana kuna watu wengi leo wamekosa kubarikiwa na kuona Mungu katika maisha yao kwa sababu ya kukataa kulipa mahari ya wake wao. Wewe unakaa na mke wako miaka 20, si hata Jacob. Mnajua alifanya kazi muda wa miaka ngapi? Alifanya miaka 14 kazi kwa sababu ya bibi yake. Maana kitu kile unagharamikia, unakidhamini. Yes. Lakini kile ambacho utapeleka kitu unaambia kwenda toka uende. Lakini ule ambaye umepeleka mali, unasikia anaweza kuenda unaangalia uchumi wa Kenya, unasema hapana, siwezi kukubali afanye nini? Kwa hivyo wazee wale mko hapa, ni vizuri kujua ya kwamba ukiwa na mke nyumbani amekusalia watoto, heshimu wazazi wake kwa kupeleka ingarao wa kule kitu. Kama Yakobo alifanya kazi miaka 10 na ngapi? Miaka 14. Hata mimi huyu mke wangu nimekuja na yeye hapa. Hata mimi nimepeleka kitu. Na unaona bado mimi ni kijana ndio ninatafuta.
lakini bado nimeng'ang'ana penye kwa sababu ninataka nikisimama mbele yenu kuwahubiria inakuwa rahisi, maana hata na mimi nimefanya kile kinahitajika. Lakini watu siku hizi wanataka mtu achukue msichana akae na yeye, hana haja na kupeleka mali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati wote tunafanya kazi ya tunaongea kuhusu marriage, ni vizuri kujua marriage ina gharama. Hakuna mtu wa bure. Sasa watu wamefurisa kwa simu, wamefurisa mpaka bibi. Wamefurisa mpaka nini? Mpaka bibi amefulizwa. Sasa leo nimekuja kuondoa hiyo roho ya kufulisa. Na ninaomba Mungu atubariki na mali, tupeleke na tuheshimishe wazazi wale waliotusalia, wazazi wetu, kwa wake wetu. Kwa sababu Yakobo alifanya kazi miaka 14. Kwa hivyo mzee, ukifanya kazi miaka 10, upeleke hiyo mali yote kwa kina mke wako, usione ni nyingi. Jacob alifanya 14. Na 14 akapewa wangapi? Kwa sababu wakati huo alikuwa anaoa bibi wawili. Akadanganya. Alifanya 7 akadanganya. Sasa mzee, unasema upikiwi vizuri. Na mimi ninauliza jameni, kuko namna gani? Unasema mzee, mama aniheshimu. Anakuheshimuaje na umekaa na yeye miaka 20 karibu msichana aolewe na kwa hata hawajawahi pata ng'ondama? Lakini ukita kanisani na kwa wazee, haleluya, shangwe. Lakini mzee bado. Ndio nimekuja leo hapa niwahubirie ukweli, niwaambie ni vizuri kuheshimu wazazi waliotupatia wake wetu, tupeleke kitu ili hata mahali wako wanatubariki, wanatuombea, maana tuliheshimu wake wale ambao walitusalia, ambao wametuletea watoto hapa duniani. Si unakaa na mama miaka 36 mpaka unasahau mlango ya kwao kwa sababu haujawahi enda. Peleka tu hata kama ni kandama na utabarikiwa. Si hivyo? Pia wakati tuko katika marriage, katika ndoa kuna majukumu. Kwa sababu kuna wale ambao ni vijana ama wazee wanataka kukula samaki jioni lakini hawafanyi kazi. Kazi ya mzee ni kuhakikisha majukumu yote ya nyumbani anashughulikia watoto wake. Anajua yeye watoto wanafaa kufaa, watoto wanafaa kukula, wanafaa bills za nyumbani zinafaa kulipwa, mke anafaa kuwa smart, kwa sababu mzee amejituma kwa majani, amejituma kulima, amejituma kufanya biashara ili familia yake isimame. Lakini sasa ukiwa mzee, wewe unataka sauti, lakini watoto wa familia ushughulikiwe. Ati ninataka nikiguruma hivi nje ya mlango kila mtu anasimama. Tunasimama na hata chakula kwa meza huwezi kutuletea. Wacha mchezo mzee. Bwana Yesu asifiwe. Mzee ni kujukumika. Unahakikisha familia yako wanakula na wanakunywa, unafanya kazi kwa bidii, sio kulala mpaka saa 4. Hata ukiwa kwa blanketi unauliza mama, na ng'ombe ilifunguliwa. Sasa mzee analala mpaka saa 4. Tena anarudi anakuja kuguruma. Na kusema ati mimi ndio mwenye boma. Mwenye boma ni vizuri, lakini kuwa mwenye boma na ushughulikie mke wako na ushughulikie watoto wako. Uwafishe vizuri, wakule vizuri na waishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Pia na wewe mke uko na majukumu yale Mungu amekupatia. Unapata mzee fili amevaa hiyo rongi ilifuliwa last month. Mzee anaenda hivi anainama mbele ya wazee wengine, hata ukiangalia hiyo shati kara unaona hii ilifuliwa miezi 2 imeisha, kwa sababu mama hajajua kazi yake. Yeye anajua akipika wakule ni hivi. Mama, hakikisha mume wako ni msafi. Akitoka kwa nyumba mume wako ni msafi. Kama sasa vile ninaangalia hivi, sijipigie makofi kidogo. Maana ninaona kila mtu ni msafi. Kwa sababu mke ndio anahakikisha mume wake ni msafi. Unapata mama hata ataandikagi kitanda vile tu alioga blanketi asubuhi. Hata ukiconfuse uingie bedroom yake utasema ni jikoni umeingia ama ni bedroom. Unapata vile blanketi iliogwa asubuhi, hata mgeni akikosea, mgeni tu akosea hivi aingie bedroom atasema nduru. Maana ndio kibuyu iko juu ya meza.
Mama akipata pesa ni kukula tu, afikiria hata anaweza badilisha ile mashiti na tandika kitanda. Sasa hiyo nyumba hata mzee akiingia anarudi nyuma futi 15. Hata mzee anakuja saa 4. Ni kitanda inamsumbua tu, akiingia blanketi, mtungi, mtoto alitoa viatu akaweka juu ya kitanda ya mzee. Hapana, ukiwa mama tengeneza mahali unalala, hata mzee akiingia anacheka peke yake. Anasema kweli hapa niko na madamu. Mzee anacheka peke yake. Bwana asifiwe. Pika chakula leo, usipike getheri kuanzia Januari mpaka Disemba. Changanya hata kama ni ugali leo weka terere, kesho weka omena. Ndio unaona watu wanasema wazee wanaibiwa. Sio kuibiwa, ni nyumbani kuna shida. Sasa kitanda ikikaa namna hiyo, alafu nasema mzee ameiba. Wewe tengeneza mume wako. Hata akiingia kwa nyumba kweli anasema nilioa Malkia. Haleluya. Anasema nilioa Malkia kwa sababu ya vile unapika vizuri, vile ambavyo unafanya nyumba yako iwe mzuri. Si ndivyo? Na pia hata mtu unaangalia hata unaoga. Hiyo ndio mambo inasumbua ndoa. Kuna mwingine aliniambia ate mzee wake apendi kuoga, nikamsaidia namna gani? Juu yeye anataka mzee aoge. Nikamwambia ni unachamusha maji, unamwambia maji iko ba. Sasa mtu ukishawekea maji bafu atakata kwenda kuoga. Lakini wewe unauliza mtu aoge na maji ni baridi. Si hata yeye atakwambia nitaoga nini? Nitaoga kesho. Kwa hivyo hakikisha umechemsha maji, unamwambia maji iko kwa bafu. Na maji iko kwa bafu. Akikupea 200 ukiwa kama mama, tumia 150. Shilingi 50 enda tafuta t-shirt ya 30 kwa soko. Kuja umeweke hivi, mwambie kama ungenipea leo 300, ningekuletea shati kama 5. Mzee anaona mke wake anafikiri na amebarikiwa. Bwana asifiwe. Na wewe mzee, tumeelewana na wewe, ninawachilia mali kwa nyumba kuachilia. Si unawacha 100 na unataka ati jioni samaki, ati na maji ya maziwa na hakuna ng'ombe. Na maziwa na nini inaitwaje? Chai ya maziwa. Na hakuna ng'ombe nyumbani na uliwacha 100. Si hata wewe mwenyewe upige hiyo hesabu uone itoshe. Heshimisha mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia nirudi niseme pia ni vizuri kufurahia na familia yako. Maana familia imebeba mke, imebeba mume na imebeba watoto. Si ni kweli? Kwa hivyo ni vizuri kushirikiana nyinyi mkiwa kama familia. Wakati mmoja unachukua familia yako unasema leo ninaenda kupeleka watoto wangu wakunywe kila mtu Sprite kubwa. Sio mwanaume anaenda kwa mchango, unasikia nimetoa 5,000. Pigeni makofi kwa mchango. Ametoa Langat, ametoa 5,000. Ninakuuliza, umetoa mchango wa 5,000. Si ni kweli? Ushawahi chukua familia yako hiyo 5,000 ukatumia kwa sababu ya familia yako, bibi, mke wako na watoto? Ama ni uji, turungi na ugali peke yake? Wakati mwingine ukibarikiwa kama katika familia, chukua familia yako uwapeleke wacha wakunywe Sprite kubwa mpaka ule mtoto mdogo. Unamwambia leo mimi nikiwa kama baba ninawapeleka mahali mfurahie maisha. Si hivyo? Lakini usifurahishe wengine huko, unachoma nyama 3/4 kilo 3 huko nje, kwako unakuja na kakuota. Na tena hiyo kakuota unasema si nilinunua nyama, sioni nyama kwa hii mboga. Sasa na ulinunulia wengine huko nje ukawacha familia yako. Familia yako ndio kitu cha dhamana na ndio unahitajika kabla ukuje kututunza huko nje, kwanza tunza familia yako. Si ukiangalia madam hivi unaona nimemtunza vizuri. Si unaona kochonjo? Na usiambie mtu nimemuingisha ndege. Huyu ameingia ndege na sio mara moja. Anaingia hivi ananiambia ninataka maziwa. Inaitwa turungi ama sijui inaitwa. Ilikuwa inaitwa nini? Si useme ndio wajua ulikuwa na nini. Anasema ile kitu anaenda hivi. Namwambia ataenda choo ya ndege, dharau uone pia inakaa. Lakini sasa wewe watoto yako, hata bibi yako mwenye umeoa amekuzalia watoto, ajui litei. Anaangaliaga hoteli zile kubwa kubwa hivi, anauliza na hapa ndio rais anakaa. Anafikiria ati hapa ni rais anakaa. Chukua yeye kama mzee, peleka watoto wako, kunywa supu, kula chips. Sasa ingine funga nyumba kama hii useme mzee, Mungu amenisaidia mwaka mzima, amenipatia afya, nimekuwa na watoto wangu vizuri. Si leo nifunge hii nyumba, sio lazima mama apike. Unapeleka yeye mahali mnakula, mnakuja hapa. Huyo mama akienda mbele za Mungu anabubujika maombi. Anabubujika maombi. Na wewe ukienda kwa kazi zako unafanikiwa. Maana nyuma yako
familia yako wanakuombea, watoto wanakuombea. Lakini sasa mzee ananunulia watu nyama kilo 3 town, anakuja na kuota nyumbani. Na huyo mzee ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tubadilike. Na ndiposa leo Mungu amenipatia nafasi ya kukuja hapa nihubiri injili hiyo, ili mambo haya ninakuambia na wewe uende uambie wengine, ili ndoa zetu zipone na jina la Mungu likapate kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mahali unahitajika kuinvest ni kwa familia, invest kwa familia yako. Bwana asifiwe. Nunulia familia yako nguo, wafalishe vizuri. Hakikisha wanaishi maisha mazuri, kwa sababu hiyo ndiyo kabla ukuje kutuambia uko na kanisa, familia ndiyo ya kwanza. Baada ya familia ni kanisa. Na jina la Mungu linakuwa la kuinuliwa katika jina la Yesu. Lazima tukatae mambo yale shetani ameingisha katika familia, ili familia ionekane haina maana. Ndio unaona mtu kwa sababu ya vile watu wamepuzilia mambo ya ndoa, ndio unaona mtu anaamuka leo anachukua kasichana anaenda naye, kwa sababu inaonekana ni kitu ya kawaida. Lakini tukidhamini kuanzia mahali pa madhabahu, Mungu atatubariki na Mungu atatutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia pia niongee jambo la mwisho, niseme ya kwamba nimemaliza kuhubiri. Niseme ya kwamba pia kuna wengine ambao tumeitwa na Mungu na tunataka kufanya kazi ya Mungu. Wakati tunafanya kazi ya Mungu, lazima tuelewe, na hiyo swali nimekuwa nikiulizwa wakati mwingi katika maeneo haya. Hatukubali mtu akiwa anafanya kazi ya Mungu aongeze bibi. Bwana Yesu asifiwe. Dada yangu Feni na mume wako, mimi nataka nikikuja hapa nikiwa na miaka 100, tukikutana Mungu akituweka hai, ninaona hujawahi badilisha mzee. Maana Biblia inasema kile kinaweza kututenganisha ni kipi? Kwa hivyo mtu yoyote anataka kufanya kazi ya kanisa, Geoffrey, usishauri mtu umwambie ya kwamba ateawe bibi mwingine unamsaidia. Hiyo sio kumsaidia. Nitolee Biblia leo hapa unionyesha mahali inasema tuongeze bibi. Biblia inasema ni mke mmoja. Hatutaki maneno hiyo ya kuchanganya kazi ya Mungu na mambo ya usherati kanisani katika jina la Yesu. Ndiposa unapata ya kwamba watu wanakosa kubarikiwa kanisani, wanasema kanisani hakuna nguvu. Sio ya kwamba kanisani hakuna Mungu, kanisani kuna Mungu, lakini ni vizuri wale tunamtumika tuweke kanuni na maisha vile inavyohitajika. Tukatae usherati kanisani katika jina la Yesu. Sio kwa sababu kijana anatuchezea vizuri keyboard na anafanya usherati acheze. Wacha tuhubiri bila, lakini tufikishe watu mbinguni. Maana tukilete standard ile inafaa katika madhabahu, watoto wetu watabarikiwa, ndoa zetu zitabarikiwa, tutaombea wagonjwa hapa watapona, na mambo makubwa yatafanyika maeneo haya Kusumeti. Lakini tukiruhusu usherati, turuhusu wake wawili, wake watatu, tutakuwa tunahubiri injili gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza 3 ya kwamba ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa. Na hapo ukisoma fashion zingine zinasema mtu yoyote anataka kazi ya kanisa, awe mke mume wa mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Shemasi wa kanisa awe na mke mmoja. Mtu yule anahudumu kwa madhabahu awe na mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi hawajaitwa kama wako na wake wawili. Kuna watu wameokoka lakini wanataka kuongea. Sasa hakuna kuongeza. Kama ana meno ni wewe ulichagua, wewe sukumana na yeye. Kama ulilete akanona shepu ikakuwa kubwa, ni chakula umempea. Mungu akubariki, endelea na yeye. Kama mwingine ni mdogo, huyo ndio uliona na ukafurahia, furahia maisha yake. Kama mwingine amejaza huko, amejaza kila mahali, furahia yeye na useme mpaka mbinguni katika jina la Yesu. Na sisi tutabarikiwa na Mungu, na Mungu atatutendea mema katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Umelipatia neno uwezo wa kuleta neno lako kama vile umeliweka katika moyo wangu. Maombi yangu kama vile umenisaidia nimekanyaga katika hii madhabahu. Maombi yangu ni ya kwamba kanisa hili litasimama na ndoa takatifu zitaendelea kusaliwa katika madhabahu hii. Hakuna watu watajichanganya na uasherati, lakini watu watakubali kumtumikia Mungu katika roho na katika kweli katika jina la Yesu. Walio kanisani hata kama wengine wana maudhaifu uwasaidie ili waweze kusimama vizuri katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu ya mchungaji Feni katika haya madhabahu.
pamoja na wale wengine wamekusanyika siku ya leo. Baba, ninaomba uwabariki na ukapate kuwatenda mema. Na pia ninaomba hata kwa sababu ya wale wote wamehudhuria sherehe hii, uwabariki na uwatende mema. Kama kuna mtu amenisikiliza hapa na ndoa yake iko na shida, Baba, ninaomba ukaondoe shida katika hiyo ndoa katika jina la Yesu. Kama kuna mtu ambaye ananisikiliza hapa Bwana na analia kwa sababu ya mambo yale yanapitia na mume wake ama mke wake, huruma yako Mungu wa mbinguni kaweza kutuongoza katika jina la Yesu. Usituache Mungu wa rehema. Ndoa sisimame. Wewe uliye mwasilishi wa ndoa sisimame katika jina la Yesu. Hata wale tunakuja hapa kwa sababu yao siku ya leo, ninawaombea neema na kibali cha Bwana, ili wakati wote wawe picha nzuri na kielelezo kizuri, kuona ya kwamba harusi nyingi zitasaliwa katika madhabahu hii. Vijana watafanya harusi kwa utukufu wa jina lako, na wale wote wanashiriki katika madhabahu hii uwabariki pamoja na wake wao na jamii zao katika jina la Yesu. Tunakutukuza na tunakuinua, maana Bwana utatusaidia, na ni kwa jina safi la Yesu tunaomba tukiamini. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Bwana Yesu makofi. Na kama katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So ningependa tusimame, Geoffrey. Ni vizuri kwa sababu tuko kwa ibada, kabla tuingie kwa hiyo hatua nyingine, tutoe sadaka yetu. So kama ulikuwa umebeba sadaka, utatoa sadaka kwa sababu ni utasema katika maisha yao wamemuona Mungu, kwa sababu ni wewe Bwana umetusaidia tumekuja hapa siku hii. Na mimi ninakushukuru Mungu kwa sababu siku hii ulijua na ukaipanga kwa makusudio yako. Na mimi ninajua ya kwamba Bwana hakuna mtu aliye hapa atatoka hivyo, lakini lile neno tumelinena litazidi kuwasaidia na kuwajenga na kuongoza katika maisha yao. Tunapoingia katika sehemu ya pili ya kuwaunganisha, ninaikabidhi mikononi mwako na ninaomba Roho wako Mtakatifu ili hawa ambao ni wa kwanza kuwaunganisha katika hii madhabahu wataanzisha ndoa nyingi zitakazofanyika katika hii madhabahu za vijana na wasichana katika jina la Yesu. Na zile ndoa zitafanyika katika hii madhabahu, watu watabarikiwa, na hizo ndoa zitakuwa baraka, zitakuwa mwangaza, na hakuna mtu ataunganishwa katika hii madhabahu baadaye Bwana kuja na mambo itakayoleta utengano. Na ninaomba ya kwamba dhabihu yetu itakubalika siku ya leo, ili watu hawa neema yako ikandamane pamoja na wao maishani. Asante kwa muda ule wamekuwa wakiishi kwa pamoja, na siku ya leo wanapoifanya rasmi, Bwana ninaomba utawasaidia mpaka mwisho, na ni kwa jina la Yesu tunaomba na tukiamini. Amen. Amen. Kwa